nafasi au neema aloigawanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa viumbe vyake ni nafasi ya kumjalia mwanamke akawa ana uwezo wa kupata pepo kwa kupitia mume. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aligawa majukumu, na hii majukumu inaitwa katika lugha ya kielimu ibadatul huwiya. Kuna ibada haihusiani na kila mtu, inahusiana na wewe vile ulivyo. Kuna ibada ya mzazi kwa mtoto, kumpa malezi yatakiwavyo. Ukaambiwa wewe mwanamke unapokuwa na mimba hufai kufanya jambo lolote ambalo kwamba litakuwa ni midhara au ni madhara kwa kile kiumbe kilioko ndani ya mimba. Kadhalika wewe baba ukaambiwa ni lazima umwangalie yule mwanamke ulomsababishia ule ujauzito, madamu ni ujauzito unanasibishwa na wewe kihalali. Hata unapomuacha, ikiwa yule mwanamke ana mimba, lazima umtazame kwa ajili ya ile mimba, hata kama talaka ni ya 3, kwa sababu hili ni ibada ya mzazi kwa mtoto. Na ikawa yoyote atakayekuwa hatotimiza jukumu lake juu ya kile alocholazimishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kukisimamia kwa njia itakiwavyo, lazima atakwenda kuulizwa kutokamana na jukumu kama lile. Na ndio kwaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani akatwambia thumma la tusalunna yawma idhin anin na'im. Ni neema ya mume kupata mke na mke kupata mume, kwa sababu utajua kuna wenzetu wana kila ina uwezo lakini hawajabahatika, sawa wenzetu wa kiume au wenzenu wa kike, na pengine wana uzuri wa kila aina wa kuweza kukubaliwa, lakini ile bahati au lile fungu la kujaliwa yeye kuingia katika wanandoa hakuandikiwa. Baada ya kuwa amebahatikiwa akaoa au akaolewa, kuna kupata bahati tena ya kupata ujauzito. Yahabu liman yasha'u inatha, Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani, wa yahabu liman yasha'u dhakur au yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Kuna wengine Mwenyezi Mungu anawajalia wawe si wazazi, wao walizaliwa lakini wao hawatozaa. Unapokuwa wewe Mwenyezi Mungu amekuruzuku ukaweza ukazaa, jua ni neema. Siseme mimi nimejiandaa vizuri, mimi nimejipanga vizuri, au kwetu kunazaliwa tu. La, kullukum min Adam, sote tumetokana na Adam. Adam alizaa, inatakiwa sote na sisi tuzae, lakini la, Mungu ashaweka wazi katika Qur'ani, wa yaj'alu man yasha'u aqima. Na angalia uslubi wa Qur'ani, mpangilio wa Qur'ani haukusema yaj'alu dhukuran wa inatha, asema yahabu liman yasha'u, anampa zawadi. Kupata mtoto wa kiume au wa kike zawadi,
Na kutozaa ni majaliwa, wayajalu, ndio hayo majaliwa. Ujue haya ni majaliwa. Mwenyezi Mungu akusema wayahabu man yasha wa aqima, si zawadi. Kuzaa ni zawadi. Kwa hiyo ikiwa ni zawadi, mtu hajigambi na zawadi. Kujigamba vipi? Yani kusema ona mimi na saa mimi, kumbe saa yenyewe umeletewa zawadi. Jigambe kwa chako. Mtu jigamba kwa jasho lake. Sasa huwezi kujigamba umezaa, kwa sababu kuzaa si jasho lako. Kuzaa si ujanja, wala kuzaa si mpangilio. Kuzaa ni kuafikiwa. Na hakuna anayezaa mtoto nje haramu alipanga. Hakuna Muislamu. Ila utakuta sengine tunasingizia, tunasema alikuja bahati mbaya. Atakujaje mtoto bahati mbaya? Mate wewe mwenyewe huyamizi kwa bahati mbaya. Unayapangilia sasa nataka kumiza mate. Sasa nataka kutupa mate. Kisha mtoto haramu unasema nilizaa kwa bahati mbaya. Hakuna mtoto haramu wa bahati mbaya. Uongo. Sasa katika neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akajalia wewe mzazi. Huitwi mzazi ila umezaa. Unaposimamia kile kilozaa kwa namna inatakiwavyo, inakuwa ni sababu ya wewe kwenda peponi. Na unapokiacha kukisimamia kitakiwavyo, kinakuwa ni sababu ya kukuingiza motoni. Naudhu billahi min dhalika. Mungu asijalie tukawa wenye kuingia motoni. Kwa hiyo ibadatul huwiya, ibada ya inahusiana na wewe, ni wewe niambie mimi niko kwenye grupu gani, nitakwambia wewe ibada yako ni vipi. Niambie mimi ni mke nimeolewa, nitakwambia ibada yako ni namna gani, watakiwa uwe mke bora kwa mumeo. Niambie mimi ni mume nimeoa, nitakwambia ibada yako wewe yatakiwa uwe ni mume bora kiasi gani kwa mkeo, kama ni mmoja, kama ni wawili, kama ni watatu, kama ni wanne. Wa ila hao wake wanne unaojigamba nao leo, au watatu au wawili, wanaweza kuwa ni sababu ya wewe kuingia motoni, kwa sababu hukutekeleza ibada ibada inayotakiwa juu ya wake zako. Ni الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر. وكل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف الدرجة العالية الرفيعة بات المقام المحمود الذي وعدته. رب اغفر لي ولوالدي 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 ارحمهما كما رباني صغيرا. اللهم إنا نسألك العافية والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. صلى الله عليه وسلم. Sasa ibada ya wewe kama mke unaitekeleza vipi? Ibada wewe kama mama. Unajua mama wingi wanachukua kiegezo, mi mama. Kabla kuchukua jukumu, mi mama nililea na nilimlea itakiwavyo. Unajua wanawake wengi wanajua kulea ni kulisha. Lakini inakuwa wewe na yule anayeka kuku wa kienyeji au kuku wa kizungu sijui, maana siku hizi hakuna tena kuku wa kienyeji. Kuku wa kienyeji zamani walikuwa ni wale kuku wanakula vyakula vya kawaida. Siku hizi mikuku yote inalishwa. Inakuwa sawa wewe na yule anayefuga kuku wa kizungu na ng'ombe wa kizungu, ng'ombe wa maziwa, yule analisha na wewe analisha. Kulea ni kusimamia kitu kwa malengo fulani, kwamba nataka yafikie kile kitu ambacho kwamba wewe umekisimamia. Kwa mfano, wewe una mtoto, unataka mtoto ambaye kwamba atamtambua Mola wake, atamjua Mola wake, anaposikia adhani anakuambia yeye mwenyewe ma au mama au kwa lugha yote anayokuita, nataka kwenda msikitini wakati wa swala tayari.
Mtoto anajua kwamba kuna kusoma Qur'ani, kuna kumjua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na usitarajie mtoto ataheshimu mzazi ikiwa hakujua malezi ya Bwana Mtume alikuwa vipi. Kuyajua malezi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam yana athari kubwa kwa wewe mzazi, kwa yule mtoto wako. Sasa kabla wewe kujiangalia wewe una haki ya kuwa mimi ni mamake, mimi ni nini, jiulize, ulisimamia jukumu la umama? Ulimlea kisawasawa? Ulimfundisha kitakiwacho? Ulimsomesha kinachomlazimu akijue? Wa illa thumma la tusaluna yawma idhin anina. Na wewe mtoto umepewa ibada ya kuwaheshimu wazazi wako. Wa qala rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ihsan katika tamko lilotumika hapa ni maana mzazi wako anapokuwa nakosa humwambii wewe umekosa. Unamrakibisha bila kumwambia wewe umekosa. Ndio maana ihsan. Unamrakibisha bila kumwambia wewe umekosa. Maana kuna watoto wengine wanajeuri kwambia bwana mimi siogopi kumwambia mzee wangu ukweli. Mimi akikosea mzee wangu namwambia kweli. Tutakwambia wewe huna heshima, huna adabu, hutambui thamani ya wazazi. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipozungumza katika Qur'ani, wa inja hadaka, wakikulazimisha ala an tushrika bi, wazazi wako wakuamrisha unishirikishe, wala tuti'huma, usiwatii, wasahibuhuma fi dunya ma'rufa, kana kwa vizuri. Kana kwa vizuri kwamba wao wamekuamrisha ufanye ushirikina, nenda kwenye mzimu, nenda kwa mganga, nenda kwa mchawi, nenda kaangaliliwe. Maana siku hizi ndo maradhi yaliyoko sana kwa wanawake haya. Mtu hataki kupigia simu, "Sheikh, hebu niangalia na mimi nina mikosi gani?" Ulisikia shehe na matoa Mungu? Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema yoyote anayekwenda kwa mtu mwenye kupiga mburuga au mwenye tazama wale, sijui naangalia nyota yangu, hakuna nyota yako kwanza, usidanganywe, nyota za mbinguni. Inna zayyana samaa dunya bizinatil kawakib. Nyota kazi yake ni kupamba mbingu. Siku angalia wewe huna nyota, muongo. Ukimsikia mtu anakuambia wewe una nyota, muongo. Sasa hizo nyota kuanzia wakati wa Adam zimetosha hesabu mpaka watu wa leo. Ukifa nyota yako nayo yafa. Aenda kwa mwingine. Sasa Mtume SAW anasema yoyote mwenye kwenda kutazamiwa kisha akaamini ni kweli bwana wako maasidi bwana wako, najua wanipendi na faqad kafara bima unzila ala Muhammad, washakuwa kafiri, amemkufuru Mtume, amekufuru Qur'ani. Sasa Mwenyezi Mungu anasema lau kawa na mzazi kama huyu, kazi yake kwenda kwa uchawi, kwa washirikina, kwa wachawi, kwa waganga. Sijui unyiwa, sisi kwetu mganga hakuna mganga wa kienyeji wala mganga wa kizungu. Sisi kwetu mganga ni mganga. Kuna tabibu wa kienyeji na tabibu na daktari wa hospitali. Lakini mganga hakuna lugha ya mganga wa kienyeji. Mganga ni mganga, anaigangua mambo. Haifai kwenda kwa mganga. Sasa ukienda kwa mganga, hadithi inasema wewe siku 40 swala zako hazitakubaliwi. Siku 40 unakula bure. Hadithi nyingine inasema unakufuru. Sasa huyu mzazi anayekwenda kwa mganga na kwa mchawi kila siku, unaambiwa la usimkate. Kwa sababu gani? Ibada yako ni kumheshimu yeye. Baada unamwabudu Mungu na ibada nyingine umewekewa mheshimu mzazi. Tunapoelewa hii siri kama hii aliyoitaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba kila mmoja awe na ibada yake, inahusiana na yetu. Ibada ya mwanafunzi kwa mwalimu ni kumheshimu, ni kumsikiliza, ni kumfuata. Ibada ya mwalimu kwa mwanafunzi ni kumfundisha kisawasawa, simdanganye, ni kumwambia wazi, ni kumuonesha umuhimu wa ukweli, ni kumpendekeza dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa matendo yake. Ni ibada. Sasa
kwa kuwa tuko mbele yenu nyinyi wanawake, kuna vitu hivi ambavyo kwamba waumiza sana waume zenu, vinawaumiza. Ni vitu gani? Wakati anapokuwa mke ni tatizo lenye kudumu ndani ya nyumba. Ukweli ni hunu, mama zangu, dada zangu, binti zangu, wadogo zangu, wakubwa zangu, unapomuona mume anateseka na mke wake, anateswa na mke wake, anateswa nyumbani, anapelekwa mbio nyumbani, usimuulize huyu ana hamu kiasi gani, ana dhiki kiasi gani. Kwa nini? Nasema ni mtu ambaye kwamba analala na kuamka kila siku na hajui kucheka ila kwa kujilazimisha. Manake yeye akitaka kulala na ngojea la mwisho atakalokuambiwa ni lipi, na akiamka ana hamu sijui ataambiwa la kwanza lipi. Yani kapata mke anampelekesha mbio kiasi kibaya sana. Kuna wanaume majumbani hata hawajijui wao wako vipi. Lau kumuuliza lini umewahi kupendeza, hajui. Yeye jua yatema anakupendeza. Au lini ulifurahia nyumba yako, hajui maana furaha. Yuko kwenye ndoa, kutoka haiwezekani na kubaki ni shida. Kwa nini? Kwa sababu nyumba yake imekuwa ni ukumbi. Mnaita ukumbi sio? Ile sebuleni pale. Sio unaita ukumbi. Yani nyumbani ukiingia tu pale. Si unaita ni ukumbi ule. Sehemu ya kupokea wageni. Ni mnaita ukumbi hivyo hivyo. Sebule. Haya. Imekuwa ni ile sebule yake, sebule au sebuleni? Sebuleni. Imekuwa ile sebuleni yake ni sehemu ya masuala kila siku. Hebu kaa hapa. Anaambie, mbona jana umechelewa kurudi? Siku nyingine, hebu kaa hapa. Anaambie, mbona kuniletea nilokuagizishia? Hebu kaa. Anaambie, yani yeye badala akae, hebu nikukandre kandre. Kaa hebu nikutie mafuta hicho kichwa. Ile sebule yake imekuwa ni sehemu utafikiri kaingizwa kwenye kizimba. Hiyo kizimba wengine wanaita kirimba. Kile cha kotini. Mnahitaji mtu akishtakiwa sana anapelekwa kotini. Kule kotini alafu anaikuwa sehemu anaulizwa masala. Mnahitaji? Muhimu Mungu asitujalie kutufikisha makotini. Sasa imekuwa yeye ukumbi wake wa kuulizwa masala tu. Si mahala pa kupata utulivu. Akasema ngoja nitoke pale nje kama mke wangu anikate kucha, anivute vidole, anicheze ndevu. Akiingia yeye anakimbilia zake ndani tu nyumbani moja kwa moja. Vipi mume wangu? Anaja, ndo hatoki tena. Maana ajua akija. Babarao anasema utiwa kabrini. Yaani kaburini sisi tumesoma ukiingia kaburini watakuja malaika wangapi? Kazi yao kukuuliza masala. Sasa na yeye akiingia kwa maana malaika wawili lakini ni mmoja tu. Mwanamume kama huyu alikisikia mawaidha kwa mashekhe. Mwenyezi Mungu anasema wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Mungu kaumbiia wanawake mutulie kwao. Mama zangu, dada zangu, ukweli si kazi yetu kuwatuliza nyinyi, ni uzuri tuwatulize. Kwa nini wanawake hataki kutulizwa? Mungu kawaumba nyinyi mmetulia.
Lakini si katuumba Mungu tumebabaika. Mume ni hivi tu, mume saa zote hivi. Mke Mungu kamjalia, kamuumba, maumbile yake ni mtulivu. Sasa maadamu mke katulia, akaambiwa na wewe mtulize mume. Sasa tukaambiwa sisi waume litaskunu, mupate kutulia. Sasa mke hajatulia, atakutuliza vipi wewe mume? Unajua watu wanafahamu maana kutulia, unasikia yule mwanamke yule hajatulia, ni yule ana tabia kwenda nje. Kutulia huku si hivyo, au anafanya kazi. Haimaanishi mwanamke anafanya kazi anajishughulisha hajatulia, na haimaanishi yule ambaye hana kazi yuko nyumbani tu katulia. Hii ni kutulia nafsiyan. Yani unaweza kumkuta mwanamke hafanyi kazi, lakini anakufanyia wewe kazi. Ukiingia nyumbani na kupelekesha mbio kama farasi wa kijini. Na kuna mwanamke anafanya kazi, ana shughuli zake, anaenda kukata kuni, anaenda sijui utafuta nini, anakwenda sijui kwenye nini, anakwenda kwenye nini, lakini akija nyumbani yale yote yalikuwa ya nje. Sasa niko nyumbani, sasa nataka kutazama yaliyoko nyumbani. Haraka anajitahidi iwezekanavyo chakula kipatikane, kama hakipatikani amuombe radhi mume. Unajua si lazima mume mpikie ndio mume atatulia, lakini ni lazima yule mume umshirikishe katika lile lilokufanya wewe leo usipike, ili yeye asikuone kwamba wewe hutaki. Mume wangu zamani, leo mmechelewa, leo mmechoka, lakini utanistahimilia kidogo, najitahidi tupate chakula kwa haraka upesi. Anasikia raha, anajua kwamba lau si shughuli uliokuwa nayo ungekuwa ushaniandaa. Sasa unakuta sana mwanamume alidhani nyumba ni sehemu ya ndoa, ni sehemu ya mapenzi, ni sehemu ya utulivu, lakini akakuta kajiingiza katika sehemu ya lawama, sehemu ya kusingamizwa. Watu wameoa na wewe umeoa, wewe ulikuwa ufai wewe. Watu wanajiita mume na wewe unajiita mume. Mume gani wewe? Hujui hata mambo ya mke wewe. La haula. Akila akiingia anakuta lawama ndani ya nyumba. Na usisikie mamama, wacheni niwaambie ukweli. Lawama. Hakuna kitu kinachomchosha mwanadamu kama kulaumiwa. Usisikie hata mtoto wako. Hata mtoto wako ukiwa wewe saa zote ni lawama, hata kuchoka. Angalia, kuna baadhi ya wazazi, ikiwa mtoto mathalan hakumpigia simu, akimpigia alikuwa nakutamani mwanangu, alikuwa nakufikiria. Anaona raha yule mtoto kusikia kumbe mamangu pia huwa ananitamani. Lakini leo ndo umekumbuka? Ulikuwa wapi kuanzia juzi? Hata message ukunitumia hamuna mtu. Unikumbuke mtu. Ushapata upatacho. La haula, hata naogopa. Lakini si haba, si ashapiga. Hata umtaji leo ni ngapi, wala leo ni mwezi wa ngapi? Mwanangu salama, nilikuwa nakutaja hivi, alhamdulillah. Utakufa mzee, utakufa kijana, utakufa mzee. Nimefurahi kupata simu yako. Hujui ninapofurahi nikipata simu yako. Nasikia raha, nimefarajika. Mungu naye atakufariji. Mungu naye atakufurahisha. Anasikia raha yule mtoto. Lakini hakuna mwanadamu ambaye anafurahishwa kwa kulaumiwa. Hata mtu akakwambia bwana, feel free kwangu mimi. Jihisi huru kwangu mimi, ikiwa na lolote wewe nilaumu tu. Anasema tu. Hakuna mtu anapenda nafsi lawama, mtu akulaumu kabisa. Sasa huyu mume miskini alisikia ndoa inasifiwa. Ndugu zangu, mama zangu na dada zangu, siyazungumzi haya kwamba hakuna wanaume kama hawa. Wako pia wanaume wanamfanyia mke, lakini madamu nazungumza na wanawake lazima nielezee nani
ya wanawake. Samahani, usiseme yule anatuambia sisi tu. Sasa unataka kumwambia mume wako yuwa. Na nikaenda kwa mume wako nitampa haya kwa upande wa nani? Wanaume. Haya. Kuna wanaume nao ni hivi. Wanaifanya ile nyumba, badala mke alikuwa anatamani kuolewa, atamani arudi, kama anaweza kufanya reverse, arudi msichana hajaolewa, hajachumbiwa aishi. Lakini leo madamu nimekaa mbele wanawake, mtanistahimilia. Sikiliza mgongo. Miskini mwanamume anajitahidi, anatoka na kwenda huko nje, akirudi nyumbani amekuja na chochote, amekuja hata na karanga. Karanga mimi sungura. Subhanallah. Kijana avocado nisikia mimi sina damu. Yani anachokitoa chochote badala ya kuambia angalau shukran, jazakallah khair, asante. Anini? Badala kama kuja naye. Mume anapozungumza naye kwa pole, mke wangu si hivyo, nilikuwa nataka nikuletee zaidi. Wewe si kwangu, unako na upeleka zaidi. Lakini hapa ulijaliwa lini? Ingenyesha mvua leo. Amefikia hadi mpaka amekuwa sasa haonekani kama ni mume ndani ya nyumba. Yani ni mtu bado hajaaminiwa kwamba yeye ni mume, anastahili kuitwa mume ndani ya nyumba. Amekuwa anatuhumiwa, sasa anajitahidi ili nifanyeje na mimi mpaka nijithibitisha ndani ya nyumba kwamba mimi ni mume, mimi nasimamia majukumu, mimi nafanya litakiwalo. Kwa nini iwe hivi? Haya yamekuja katika zama ambao kwamba zinaitwa al-unutha al-mudallala. Mwanamke, sisi kwetu kule kuna watoto wanaitwa watoto wanashauliwa. Kushauliwa ni nini Ustadh Rajab? Kumshaua mtoto, manake ukalifanya toto mpaka likawa, yani litakalo lile toto unalifanyia, litakalo unalifanyia. Sisi kwetu huitwa mtoto wa kushauliwa, kudekezwa. Sasa hivi kuna wanawake wanaitwa wanawake waliodekezwa. Unajua, achani niwaambie ukweli. Hivi sasa mwanamke kujisifu ni mpishi ni aibu. Mimi najua kupika. Mimi najua kupika wali. Anaonekana mwanamke bado hajaendelea. Wewe mpaka sasa unapika? Mimi mume wangu ananiletea bwana. Kila siku ananiletea. Muone kudekezwa ilipofika. Yani wanaume wengi hivi sasa ni wanaume wengi hawajui kula vyakula vya wake zao. So mke wake ni mudallala. Mimi kwetu sikupika. Mwanamke akikata kitunguu atapelekwa hospitali mgonjwa wiki. Huyo kaingiwa na maji ya kitunguu tu machoni. Yaani mijana yake imeharibika. Sasa wakifika hali kama hini, utakuta hataki mume wa kumkamilishia maisha yake awe ni maisha Mungu ameumba kwamba ni zaujaini ithnaini, maisha ya mume apate mke. Lakini yeye atafuta mume ambaye kwamba ataweza kumbebea fujo lake, kumbebea jeuri yake, kumbebea majukumu yake, kazi zake. Ndio kitu anachokitafuta. Kwa hiyo imekuwa sasa mtu anatafuta relationship, mahusiano baina mume na mke yamekuwa ni mahusiano ya kupimana nguvu, ya kupimana, anaweza kunistahimilia huyu, anaweza kunisubiria, anaweza kunivumilia. Yaani mimi nataka mume anivumilia, hata nikifanya nini atastahimili, hata nikikorofisha vipi atavumilia. La, haijakuwa sasa alaka ya ndoa ni alaka ya mapenzi. Nataka mume anayejua kupenda, anayejua kuthamini, anayejua kujali. Anaweza kunivumilia. Mimi mfanye nitakalo, leo nitakwenda kwenye kijiwe, sijui nitakwenda kwenye kijabali.
nitakwenda kwenye harusi, nitakwenda kwenye sijui baikoko, nitakwenda sijui ngoma gani. Huku ngoma zenu mnazitaji iko baikoko pia huko, si haba wala isifike. Na wenye nayo Mungu ajalie waisahau. Sasa umeona imekuwa wanawake hawataki niwe na mume, nampikia viholoso, nampambia, yani ule mume namsahauzisha dhiki za nje na hata kama kuna raha za nje. Kwanza mwanamke lazima awe na itikadi kwamba mume wangu hana raha ila kwangu. Ukiona wewe mume wako hapendi nje, anakwenda nje lakini hapendi nje, kuna tofauti. Sisi tunatoka nje, lakini tukimaliza shughuli tumekimbilia nyumbani. Kwa nini? Kwa sababu hatupendi nje, tunaenda tu nje. Tunaenda kuswali, tunaenda kusomesha, tunaenda kununua vitu, lakini hatuendi. Ati ukimsikia mume, mke wangu haya, mimi nina maskani kidogo kupoteza time. Yaani wewe kwa nini upoteze time? Hiyo time ambayo kwamba ulikuwa uipoteze, kwa nini usimpe mke wako? Unajua saa nyingine sisi tunatulaumu sisi, lakini pengine ni wewe umeshindwa kunishika mimi. Sisemi ni wanawake wote, lakini baadhi ya wanawake pia ni hao wanaoendekeza waume. Hana time ya kumshughulikia, lakini mume wangu hebu njoo nikuangalie kucha. Ziko sawa? Mume wangu hebu njoo nikuchane hizo ndevu. Mume wangu hebu njoo nikute mafuta ya kichwani. Naona kama kichwa siku hizi saa zote cha kuuma. Yeye ataka mume atoke na yeye apate wenzake wampe ubuyu. Ubuyu ni umbea. Tena nakwambia huna na masala huna. Mzuri na kijipilipili chake kitamu. Umetokea na iliki. Subhanallah. Litatufuata huko pia. Hapa ndogo kuna hii. Sasa na utakuta wanawake wengine lengo lao hawakujenga ile alaka ya ndoa kwamba ni alaka tabadulia, yani nipe nikupe. Awache bwanleni imekuja. Sisi kule kwetu kuna wimbo unaimbwa, bwanleni imekuja kuliwa na tumleni. Waache mimi na mimi nikale ale mali yake. Anapanga haswa vipi ataweza kuja kukula, vipi atakuja kuzichukua zile mali uliopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwanamume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemjalia awe ndiye umudul bait. Nini umudul bait? Yani ndio pila, ndio nguzo ya nyumba, ndio nguzo ya familia. Lakini imekuwa ni mjarradi wa tamwili. Mwanamume sio, baadhi ya wanaume wamekuwa ni kama ni kadi tu ya ATM. Inatumika wakati uitakao. Lakini kweli, hebu na nyinyi wanawake semeni kweli, muogopeni Mungu. Kuna mtu anakaa na zile hela anapewa na mume, akamwambia mume wangu, hela, ngoja nitakushauri, nitakufanya hivi, nitakufanya hivi, nitakufanya hivi, nitakufanya hivi, nifanye. Anajua hela kazi yake kufanya nini? Hawaacheni wao. Hela kazi yake kufanywa nini? Matumizi. Sasa na kuna watu wameachukua waume zao ni hela. Hajawahi hata siku moja kukaa wakashauriana, njoo tuzungumzie habari ya watoto. Wacha awe hana nafasi ya kuzungumza na wewe, lakini ni wewe ushafanya nini? Ushamwambia mume wangu lazima tuwe na program. Ni wakati gani tutakaa tuzungumze kuhusu mtoto wetu? Ni wakati gani tutakaa tuzungumze kuhusu maisha yetu? Ni wakati gani tutakaa kuhusu kupanga mambo yetu? Yeye amemfanya yule mume na hela sawa. Ni wakati gani mimi nitaweza kununua TV mpya? Nitaweza kununua kijora kipya? Nitaweza sijui kununua nini mpya? Kwanza niwaambie wanawake, mmedanganywa mkadanganyika.
Hakuna mwanamke ana miaka 50 hapa ila ataona kuna nguo ilikuwa ikitumika wakati yeye ni kijana imerudi tena. Kweli urongo? Kweli urongo? Anakumbuka zamani ilikuwepo tena nguo design hii, sasa zinrudi tena. Hakuna sehemu walotupata wa magharibi, hakuna mtu ameweza kutawala fikra za mwanadamu kama mtu alotengeneza moda. Kiarabu inaitwa moda, Kizungu inaitwa modo, Kiswahili inaitwa fashion, yani nguo ya kisasa. Utakuta mwanamke siku hizi imeingia bega la kulia liachwe wazi. Kwa mfano, sijui siku hizi imeingia zipi, siku hizi bega la kulia liachwe wazi, basi wote wataweka bega la kulia wazi. Kisha hivi la bega la kulia kwa wazi itaisha, siku hizi maungo kwa wazi, wataweka wote maungo kwa wazi. Maungo ya kwa wazi imeisha, itakuja kupasua mapaja, tena upaja upande wa kulia. Na hufai watu kupasua la kushoto. Itakuisha paja la kupasua paja, itakuja sasa ni kupasua kifua. Siku hizi wanawake wamekuwa hutia na magazeti chini, kifua kija juu. Sasa nani alokuambia ati wewe ikiwa watu wameacha mabega wazi wewe ukifinika utakuwa ni mwanamke hufai? Fikra za kibilisi. Alafu kila mmoja hao wanaovaa nguo hizo wanakuambia tunataka tuwe huru. Yeye katawaliwa paka akili huyu. Hata mavazi yake katawaliwa, hawezi kuvaa, hana uhuru wa kuvaa. Lazima avae kilioko dukani. Yeye nyumbani anazo mpya, hajavaa, amevaa mara moja tu, lakini hazimfai kwa sababu si za kisasa. Hebu semeni kweli nyinyi wanawake. Kuna mwanamke ashawahi kwenda harusini kavaa nguo ya nyanyake akaambiwa toka nayo hii ya kizamani? Hakuna. Lakini utamtia nguo, umealikwa harusi? Nimealikwa lakini sijapata nguo mpaka sasa. Kwani uko uchi? Wewe uko uchi? Yaani wanawake wamechezewa katika, na sisi wanaume sasa pia tumekuwa hivyo. Kanzu sijui paka hivi, kanzu sijui paka hivi. Hii nitavaa siku fulani, hii yaani lau katokea na shughuli ya ghafla usema sijui ni vipi. Vipi? Kwani wewe watakiwa na uende, wewe utakanaende nguo, basi peleka hiyo nguo, ombe haya nguo yangu imekuja hiyo. Sasa kuna wanawake wanawachukua waume, lengo nitapata kuvaa nitakacho. Sio lengo mimi nitapata mume mpate stara. Anamchukua yule mume ni ATM kadi. Ndio mnaita ATM kadi? Ile kadi ya kutia kwenye mashini benki ukaonyonya pesa. Mnahitaji? Kadi ya benki. Sasa utakuta mwanamume anatoka nje, anasumbuka, anapata shida, jua ni lake, mvua ni yake, sijui nini. Ili nyumbani maisha yaende vizuri, lakini anaporudi lawama, kwa vipi? Hujafurahisha itakiwavyo. Hujafikisha mama wa nyumba kile kilele alikuwa anachotaka katika upande wa nini? Wa pesa. Subhanallah. Au hajasema neno la kumwambia mkewe ambalo kwamba litamridhisha katika masala ya kifedha. Kangu leo mambo mazuri, fanya tu umalize kula uende dukani ukaangalie upendacho utakacho. Hicho ndo kilima atakacho. Mke wangu angalia, si uliniambia utaka 5,000? Leo nakupa 15. Lakini mke wangu bwana sikupata 5,000, umepata 4,500. Ndio hivyo. Huwafikiwi wewe. Watu upata zaidi, wewe ndio utapata. La haula wala quwwata illa billahi. Mwanamke ambaye anaedekezwa, anayeshauzwa, haachi nafasi ya sikitiko kwa mumewe. Haachi. Unaambiwa siku zote anza kuwa wewe mke kwa mumeo, bila shaka naye mume atakuwa mume kwako wewe. Lakini wewe ukijifanya wewe uko kwa malengo mengine,
uko kwa makusudiwa mengine, mume hatakuelewa. Sababu gani mwanamke mwenye kudekezwa hana nafasi ya masikitiko kwa mumewe? Kwa sababu wakati wote yeye kashughulika, ataka kujithibitishia yeye mwenyewe kwamba mimi ndiye mwenye nyumba. Abra al-qaswa, njia tu ya kumuonesha kwamba mimi sina sikitiko. Hapo kuleta hakuna. Usipoleta hupikiwi. Usipoletea nguo ya harusi, basi utalala kavu kavu. Yani ni maslahi, nipa nikupe, nifanyie nikufanyie. La ilaha illallah. Na sisi tumesoma Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikaa na wake zake muda wa siku 3, hakuwashi moto. Wanaishi tende maji, tende nini Mtume muda wa siku 3. Siku 3. Sijui yuko mwanamke huyo hapa kwetu tabu. Siku 3. Umwambie tu tule tende na maji, tende na maji, tende na maji. Utaona sasa hivi wanawake wanaona wanapokuwa anaonesha sana mapenzi kwa mumewe, ambia yule katawaliwa bwana, yule bwana hana pa kwenda, anaogopa kurudi kwao. Yani mwanamke anavomheshimu mumewe, mwanamke anavomwenzi mumewe, mwanamke anavombabaikia mumewe, mwanamke anavomjali mumewe, anaonekana huyu mwanamke huyu miskini, hana mapenzi, hana walezi, hana wazazi, hajui atarudi wapi, lazima afanye hivyo. Anasikitika, asipofanya hivyo atanyanyasika, atakula wapi, atalala wapi? Sasa unaona anabadilisha ile sikitiko, mapenzi, heshima, kufanya kwamba ni dhaifu fi nadhariha. Itaonekana mimi bwana sina wazazi. Au mwanamke akionekana anamtii sana mumewe, anamsikiliza sana mumewe, mnyonge yule, hakusoma, hakufaulu shule, atapata na kazi gani kwani yule? Au mwanamke akionekana anapenda kujistiri, mjinga yule, wale wamelelewa mashamba, mshamba yule. Yani wale wanawake wanavaa vizuri, wakajistiri vizuri, wakawa hawaonekani, wanaonekana wanawake wakishamba shamba, wanawake wakijinga jinga, wanawake hawajasoma, wanawake hawajauona ulimwengu. Unajua leo wa magharibi wana haraka wanaita tahriri almar'a, kumfanya mwanamke, kumfungua, kumkomboa mwanamke, mambo ya kuvalishwa maninja, sijui mambo ya kufanya nini. Akhi, mwanamke amekuwa uzuri wake umekuwa hauna faida. Nani sasa atauona uzuri wake? Nani ataujua uzuri wake? Taka mwanamke ajioneshe bwana. Mwanamke Mungu amemuumba ana nyele nzuri, ana sura nzuri, ana shepu nzuri, ana mwili mzuri. Umekaa wewe umejivaa, umevaa madude, nani atakuona? Lazima bwana wewe mwanamke tukuache huru. Kumbe hawamwachi huru, wanatafuta uhuru wa namna gani kufikia ile kumharibia ule heshima yake ule mwanamke. Basi hakuna jambo jingine. Waila Mungu hakujalia uzuri wa mwanamke uonekane na kila mtu. Leo viongozi wa kike walioko kwenye madaraka hawasalimiwi na kila mtu, wana watu maalum. Je, itakuwaje bwana mwanamke wa Kiislamu asalimiwe na kila mtu? Mwanamke wa Kiislamu
Mwanamke yoyote wa Kiislamu ana cheo kuliko mwanamke yoyote wa kiduniani mwenye cheo cha kidunia. Mwanamke yoyote wa Kiislamu ana heshima kuliko mwanamke yoyote ambaye kwamba ana cheo ambacho si cha Kiislamu katika hii dunia. Lakini wamekuja wakamuingiza, wakamwambia ukipenda kujifinika finika, hii ni ghabaun ijtimai, ni ujinga wa kisociety. Na ni wewe katika wanawake wa kijamii unaonekana mwanamke mjinga sana. Utakuta sasa wanaume miskini wanaishi, huyu mwanamume vipi ataweza kuishi katika nyumba ambayo kwamba imekosekana ndani yake maana al-atifia, maanahu al-atifi, haina rahma, haina sikitiko, haina upole, haina ushirikiano, haina upendo. Vipi utamkuta mwanamume ana smile, anafurahi, anapendeza, na yeye anaishi katika nyumba hamna amani, hakuna kitu kizito? Wacheni ni ukweli. Mtu anaweza kuwa amekosana na mzazi wake, lakini tuelewe kuna kitu kimoja, damu si maji. Itakapokuwa mzazi wako ni mzazi wako, siku yoyote utakapokurudi nyuma ukimwambia, mambo yatarudi bamba. Lakini baina ya mume na mke munapokosana, ni jahimu la yutaq, ni moto usiowezekana. Mtu anaweza kuishi na mzazi wake hawasikizani, lakini kuishi na mume husikizani naye ni shida sana. Unaweza kuishi na mzazi wako na pengine mwenyewe ukaweza kueleza wazi, mtafanya nini? Sina budi naye, ni mzazi wangu, ni babangu, ni mamangu. Lakini kuishi na mwenza katika ndoa na wewe na yeye hamusikizani au hamupendani. Unajua mume na mke ni mapenzi yanaingia au yanatarajia yaingie. Si kila wameoana wanapendana, si kila walioana wanapendana. Unasikia ibara? Na mimi nitakupa dalili ya kuonesha nyinyi mmeoana, yani nyinyi mmefunga ndoa lakini hamujaoana. Kuoana kimwili, kuoana kiroho. Kweli kindoa mmefunganishwa. Unajua mimi sasa hivi mtu akaja akanambia, ustadhi niozeshe huyu, mimi nitamuozesha. Tutasema kisharia huyu ni mume wake huyu na huyu ni mke wake huyu. Lakini kuthibitisha kwamba kindoa wewe ni mkewe na huyu na wewe ni mumewe, hapo ndo kuna kazi. Unaishiji na mume miezi miwili, hata siku moja halimtoki neno nimekutamani, nimekumisi. Yani unapozungumza naye vipi? Zima, watoto hawajambo, hakuna neno, hakuna na zaidi, haya kwaheri, haya kwaheri. Nyinyi ni ndugu. Hakuna alaka ya kujuana hali baina mume na mke. Alaka iliyoko ni ya kujuana mapenzi baina mume. Basi fungamano langu mimi na mke wangu ni vipi tutajua nafasi ya mapenzi yetu. Fungamano mimi na ndugu zangu ni nafasi ya kujua ni vipi nafasi ya undugu wetu. Si mapenzi yetu, ni undugu wetu. Au wewe wadai ni mume, unaaga kwenda safari, na ukiwa safari huulizwi utarudi lini. Kweli wewe mume? Sio kuulizwa. Unajua inawezekana saa nyingine unaweza kuulizwa lakini kumbe huulizwi kwamba wapendwa
waulizwa kwamba ajiandae ile furaha yake apate kumaliza. Maana ukisha kuingia wewe hakuna tena furaha. Utajuaje? Mimi naulizwa furaha, msikie anapokuambia unakuja lini? Mke wangu amenitamani, uniuliza utakuja lini? Inshallah nitakuja leo Jumaa ngapi? Ijumaa. Nitakuja Jumatano. Haya sawa. Ujue hana furaha. Si ungekuja kesho Jumamosi. Hapo sasa. Mpaka Jumatano. Leo Jumaa ngapi? Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, asalala. Nyingi bwana. Njoo angalau Jumapili. Kama uwezi kesho. Lakini nitakuja Jumatano au Alhamisi. Njoo Alhamisi. Amekuuliza, lakini hakukuuliza kwa ataka urudi, amekuuliza kwa ataka ubaki. Unamwaga unamwambia bwana niombe Mungu kala na safari naweza kukaa wiki au wiki mbili. Sasa kivipi? Wakinikubalia nikae wiki mbili, inshallah wakukubalia, hakutaki. Lakini inshallah isiwe wiki mbili, wiki moja. Sasa sema utakuta baadhi ya wanaume yaishu uzlatan dakhiliya mujia, ndani kama anaishi peke yake. Yeye anaishi na watu lakini hisia yake ya kindani anaishi peke yake. Yani yani ukiona mume hakupangii, mke hakupangii, hatamani yani kukwambia mume wangu natamani twende mahala fulani na wewe. Natamani nisafiri na wewe. Mke wangu natamani niende hija na wewe. Natamani niende umra. Natamani tu twende tukatembee Dar es Salaam. Kuna walaki. Basi angalau natamani niende na wewe mji wa karibu hapa. Singida karibu ni wapi? Karibu na Singida wapi? Kwani Dodoma ni karibu kushinda Shinyanga? Shinyanga karibu. Dodoma karibu. Wanaviona umetofautiana. Sasa utakuta mume anaishi uzla dakhilia, yani anaishi na watu lakini ndani anaishi kivyake vyake, maana anaumia ndani. Ukimwona akicheka nje, akitoka nje anacheka na watu lakini ni mujamala. Mujamala ni vipi? Ni kama kutotaka kuwapa watu siri iliyomo ndani ya roho yake. Anaumia, afadhali ajichekeshe, yani anajichekesha lakini hana kicheko. Na anahifadhi ule mlepuko ulioko ndani, anavumilia ili kuhifadhi ile personality, watu wanaomjua sijui kumbe huyu miskini ananyanyaswa na mume na mkewe. Na kuna wanawake hivyo. Kuna wanawake utakwenda kuwatembelea majumbani ukawaona vipi wifi sijui nini mzima alhamdulillah anacheka na wewe, lakini wewe hapa ndani anavoumia, kakako anavomtesa, kakako anavomnyanyasa. Au wewe mume unakuja unamuuliza mke wangu vipi? Alhamdulillah, salama salama, huna neno sina neno. Anacheka lakini hujui dadako. Manake kuna mawifi jamanini wako rofi. Yani watamani saa nyingine uambie, mwambie kakako basi akuoe. Maana unaona mimi nimepata sana, mwambie akuoe wewe. Mahasidi. Yaki kuna mawifi mahasidi. Badala wao kumuona huyo mtoto kaacha waume wote kaja kwa kaka yao, lakini anaona yeye kapata sana. Sasa basi ingia wewe, unaona mimi nimepata. Mungu amejalia huyu wewe kakake hakufai, ajanioe mimi. Yani wewe mwanamke sio mimi. Lakini wewe unamfanyia uhasidi wifi yako. Subhanallah, ati hakupendezana naye. Watakiani alimekulalamikia yeye kakako. Lakini basi kuna mawifi mengine mahasidi. Kuna mawifi mahasidi.
Kuna mamezaa mahasidi, na sengine mahasidi masista zako wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe masista zako wa mahasidi yako wanakuona, kwa nini wewe upate mume kama huyo, huko ulikuwa hustahiki. Sasa unakuta mtu anajichekesha, hana kicheko, lakini kuchunga ile haiba yake asije kaonekana miskini. Kumbe jamanini, Waswahili wanasema majumba hustiri mambo. Majumba yanastiri mambo, lakini kuna watu wananyanyaswa sana. Unakuta baadhi ya wanaume wanaishi nyumbani ni kwake, lakini anaishi kama mgeni. Ushawahi kusikia mtu ni mgeni kwake? Na kuna wanawake hivyo hivyo, anaishi nyumba ya mumewe lakini kama mfanyikazi. Tena pengine afadhali mfanyikazi anaheshima, haishimiwi. Anapata mume hana heshima, anamtukana mkewe mbele ya watoto wake. Ukimwona mume yoyote anamtukana mkewe mbele ya mke wake, hana heshima mume huyo. Huwezi mtukana mke wako. Yaani wewe na mkeo mmekosana, mna chumba, ingia ndani. Muongee, muambiane mtakayo, lakini mkiwa wewe na yeye. Mume kumsemea mkewe mbele ya watoto ni alama kwa mume hana heshima, hakulelewa kisawasawa. Mimi nasema kwa kinywa kipana, mume yoyote anaitukana mke wake mbele za watoto wa ule mke, huyo mume hana heshima. Wala siogopi kulisema hili. Tutukana kwanza, mume kumtukana mke si mume. Ukiliona dume la tukana mwanamke, si dume hilo, lina walake. Utatukanaje mwanamke wewe? Huyu ni mwanamke, wewe mwanamume. Tafuta mwanamume kama wewe. Na wanaume hawatukanani. Manake katika kitu kimoja mwanamume ukimtukana anakuambia bwana mimi sikuzoea kutukana, kama uko sawa njoo tutiane mikononi. Mambo kutukanana tuachie nani? Wanawake. Wanawake ndo raha yao, ndo ngumi zao. Akuchambe umchambe, ndo ametiana ngumi hapo. Anayeshindwa katika kuchamba hapo, huyo ndo ameshindwa ngumi. Lakini wanaume uingie ulingo, mulele mikono, yule amechoka. Basi. Sasa wewe mwanamume unatukana mpaka mwanamke? Na sasa maskini huyu mwanamume hawezi hata kwenda kushtaki. Akishtaki ataonekana wewe ufanye yote wewe umeoa umeolewa, sasa inabidi anavumilia tu, lakini hana raha. Haya mazungumzo niliyozungumza, lengo ni nini? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, nasikilizeni sana mama, ayyuma mraati, mwanamke yoyote salat khamsaha, ameswali swala zake 5. Jamanini, kwa nini mtume akasema mwanamke ameswali swala 5? Jamanini, wanawake hamuswali. Wacha niwaambie wa kweli. Na wewe ukitaka kumjua mwanamke anayeswali, muangalie sehemu mbili. Mimi nakupa hii leo. Ukitaka kujua mwanamke ambaye kwamba haachi swala, muangalie kwenye sehemu ngapi? 2. Sehemu ya kwanza kwenye harusi. Ukiona mwanamke uko harusini, kumeadhiniwa, anatafuta sehemu ya kwenda kuswali, jua huyo mashaallah 100 swala zake 100. Manake mwanamke harusi, utafikiri ni harusi ya mtoto wa mtume sallallahu. Mwanamke yani kama kwenye harusi ameambiwa wewe si muhimu sasa kuwa na mawasiliano na Mola wako. Sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili kwenye kifo. Tena atajitia mashughuli kuingia jikoni hivi, basi atakuswali halitoswali. Kisha Mungu atamsamehe. Mungu atamsamehe yeye, atakupokeleaje dua yake wewe mwenyewe hujaswali? Ukiona mwanamke kwenye mazishi, ameenda mazikoni, kumeadhiniwa akakimbia kuswali, jua mwanamke ni tabu kuacha swala.
Sehemu ya pili harusini, na hii ya kwanza, hii harusini ndio muhimu zaidi, kwa sababu kwenye maziko mwanamke aweza akaswali kwa kuogopa asije kwa baada ya kufa yule ni yeye, lakini kwenye starehe ya harusi mwanamke watu wenyewe wako kwenye kutamba, yeye akasema nenda kuswali, akaacha kutamba kwa ajili ya kuswali, hao wataingia peponi na kina Sayyidatuna Fatima. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema mwanamke yote sallat khamsaha, ameswali swala zake 5, samat shahraha, akafunga mwezi wake wa Ramadhani, yani baada ya kuwa anadaiwa akalipa, hafidhat farjaha, akajihifadhi yule mwanamke asende kinyume na maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Ata'at zawjaha, akamtii mumewe. Sikia hilo la mwisho, mwanamke kama huyo akawa atamtii mumewe, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam asema qila laha yawmal qiyama, ataambiwa mwanamke huyo siku ya kiyama, udkhulil jannata, ingia peponi, min ayi abwabiha 8 shiti, mlango wote katika milango 8 utakao, chagua ni lako, chagua wewe. Kwa sababu gani? Ibadatul huwiya, wewe ulikuwa ni mke umeolewa, ibada ya kuwa wewe ni mke umeolewa umeikamilisha. Wanawake wengi mashallah ni wazuri katika kuswali, wengine ni mwalimu wa madrasa, wengine wanafundisha Qur'ani, wengine wamehifadhi Qur'ani, lakini kitakachomsababisha kuingia motoni yuatoa masadaka, ibada ya kumsimamia mume hakuikamilisha. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, Mwenyezi Mungu atuepushie kila la shari, Mwenyezi Mungu atuwafikie tuwalee watoto wetu malezi yaliokuwa mazuri, na walioolewa Mwenyezi Mungu awajalie kuwasimamia waume zao vizuri, na ambao hawajaolewa Mwenyezi Mungu awape waume wema, na ambao hawajazaa Mungu awape watoto wema, na waliozaa Mungu atusulihishie watoto wetu, walioachana Mwenyezi Mungu awape suluhisho katika ndoa yao, na wenye migogoro kwenye ndoa Mwenyezi Mungu awape suluhisho katika ndoa yao, wagonjwa Mwenyezi Mungu awape afya na afwa, wenye matatizo Mwenyezi Mungu atatulie matatizo yao, waliokuwa hospitalini Mwenyezi Mungu awafanyie sahali, Mwenyezi Mungu atupe amani katika miji yetu, Mwenyezi Mungu atuteremshie amani katika miji yetu, Mwenyezi Mungu atujalie amani katika miji yetu, atupe fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Sijui kutakuwa na masala. Kuna swali? Kuna mtu ana swali? Naam. Mpe ile mic. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hebu nipe. Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Sasa ninauliza swali langu ni hili. Je, mwanaume akiwa anakataa watoto wake, hukumu yake ni nini kwa Mwenyezi Mungu? Kukataa vipi? Yaani anasema hawa watoto si wa kwake, anamwachia mama yake yule aliyemzaa, mama mzazi wa kile watoto, hukumu yake ni nini? Suala hapa, mume anakataa watoto wake, hukumu yake ni nini? Kukataa kuna aina mbili. Kuna kukataa kusema hawa si watoto wangu, na kuna kukataa anakubali ni watoto wake lakini akakataa kuwasimamia. Tumefahamu hapa? Manake si kila anaoishi na watoto nimwambia hapa majumba yanastiri mambo. Kuna watu wanaishi mume na mke na watoto, lakini yule baba hana habari na watoto, ni yule mama miskini tu anaenda mbio. Huyu pia tunamwambia amewakataa. Kwa hiyo tusiangalie kukataa
ni lazima useme hawa si watoto wangu. Kule kutowasimamia ipasavyo pia ni katika aina ya kufanya nini? Kuwakataa. Sasa huyu amesema hawa watoto si wangu. Kwanza imekubalika? Yatosha mtu kusema mtoto si wangu? Haikubaliki. Yoyote atakayekuwa amemuoa mwanamke kisharia, amemuoa kisharia, alafu wale watoto wakazaliwa wakiwa ndani ya ile ndoa, alafu yeye aje tu aseme mimi si wangu hawa, haikubaliki. Amekwenda kufanya DNA, haikubaliki. DNA haizingatiwi katika kuthibitisha ni mtoto ni wako. DNA inasaidia kuthibitisha huyu maiti ndiye au siye. Lakini mtu kukwambia twende tukafanya DNA tuangalie huyu mtoto ni wako au si wako, haina maana katika sharia, kwa sababu kuna nasi. Anataka kusema hawa watoto si wangu. Kwanza, ikiwa ni mtoto ni mmoja sawa, pale tutamuuliza swala, kuanzia lini wewe huyu mtoto wajua si wako? Kuanzia azaliwe. Sasa ana miaka mingapi? Ana miaka 2, ana miezi 2, kwisha. Sharia inasema wakati wowote mzazi wa kiume anapohisi kuwa huyu mtoto si wake, immediately. Unajua maana immediately? Haraka upesi, haraka upesi. Haambiwi toka choni hapo hapo, lakini maliza choni, koga, kula, nenda kapeleke mashtaka kwa kadhi. Mimi bwana kadhi, nimekaa sana, leo imenijia ule mtoto 100% si wangu, nataka nimkane. Lakini lao akaja, tuseme mimi ni kadhi, akaja kwangu akanambia, shehe, yule mtoto mimi bwana naona si wangu. Mimi swala la kwanza nitamuuliza, kuanzia lini una maoni hayo? Nayo kitambo, lakini yaje akiondoka. Nikamwambia mimi haikubaliki tena, ashakugandama, ni wako. Tumefahamu hapa vizuri? Sasa kuwatazama na kutowatazama haimaanishi wale watoto watakuwa si wake. Mimi nikitazama watoto si wangu, hawawi wangu, na watoto wangu sipowatazama haimaanishi kwa wale watoto hawatakuwa ni wao, watanirithi na mimi nitawarithi, na kwa Mungu kuna hisabu. Umenifahamu mama? Umenifahamu vizuri mamangu? Asante. Kuna swala jingine? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akapata mwanaume mwingine akamuoa, alipoenda kwenye hiyo ndoa nyingine, wale watoto wanatumia jina la yule mwanaume aliyomuoa. Yeye inafiki. Suala lake, huyu aliolewa na mume wa kwanza, akazaa naye watoto, wakaachana. Alipoachana akaolewa na mume mwingine. Walipoolewa na mume mwingine, wale watoto wa kwanza hawajasajiliwa. Akiwasajili akawasajili kwa jina la huyu mume wa pili. Je, hukumu yake ni nini? Haifai kumnasibisha mtoto kwa kiubaba, kwa kuwa ndiye babake asiyekuwa babake. Unajua saa nyingine naweza kumsajili mtoto kwa jina langu, lakini sio kuwa nimemsajili kwa kuwa mimi ni babake. Nimemsajili kwa kumsaidia yule mtoto apate nini? Kibali. Lakini hii iwe ni kwa kumaridhio ya baba ya yule mtoto. Baba amekubali, lakini sio kwa yule mtoto ataitwa kwa jina la yule baba alosajiliwa, ataitwa kwa jina la babake. Ud'uuhum liabaihim. Haifai kumuita mtoto kwa jina la baba asiyekuwa babake. Sasa mimi nikakubaliana na ule babake wa hasa, mathalan mtoto wa mdogo wangu, mimi babake mkubwa akanambia, bwana huyu msajili wewe, kwa sababu ukimsajili wewe kampuni na kusomeshea watoto wako shule, na huyu atapata kusoma bure. Lakini
tumemsajili kwa ajili ya kupata nafasi ya kufanya nini? Kusoma. Hatukumsajili kwa kuwa ni nafasi ya kuitwa amepata baba. Hiyo haina neno. Tumefahamu mama? Asante. Mwingine? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nauliza hivi, maana kama watu wawili watatu wakati walipokuwa wanafunga ndoa, mwingine alikuwa Mkristo, mwingine Muislamu. Sasa huyu mama kasilimu akafunga ndoa, baadaye tena karudi kwenye Ukristo. Sasa hayo maisha hapo ni halali au vipi? Kwa sababu mwingine anaenda kanisani, mwingine anaenda msikitini, na hapo watoto hapo watakuwa kwenye darasa gani? Utanguka. Hakuna ndoa. Huyu anauliza swala, mume alikuwa Muislamu, mke alikuwa Mkristo, kisha mke akasilimu wakaoana, sawa? Baadaye mke amerudi tena kwenye Ukristo, anaenda kanisani. Yeye akirudi kwenye Ukristo amerudi kama zamani, kabla hajawa Mkristo alikuwa hako kwenye ndoa, moja kwa moja ile ndoa imevunjika. Yoyote anayeritadi, anaitoka kwenye dini baina ya mume na mke, ndoa inavunjika. Hata akirudi pale pale mpaka waozeshwe tena. Sikizeni vizuri. Hakuna ndoa baina ya Muislamu na asokuwa Muislamu. Hakuna. Hata ukaozeshwa ndani ya Kaaba, hakuna. Sasa mume na mke wote ni Waislamu. Mmoja akasema mimi si Muislamu tena, kwa kusema tu ndoa ishavunjika. Lakini tukasema naye, vipi bwana, waacha Uislamu bwana, matatizo mengi bwana, huku nitasaidiwa. Asitakusaidia. Kweli kweli. Basi ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lazima tuwaozeshe tena. Harudi kwenye ndoa direct, lazima aozeshwe tena upya. Tumefahamu mamangu? Hakuna ndoa ya baina Muislamu na sio Muislamu ila kuzini. Basi. Naam. Nafikiri hapo imetosha. Mama, una tena jingine? Assalamu alaykum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa alaykum salam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ikiwa mtoto huyu wa kike akiwa bado hajapata mchumba, akapata ujauzito, akapata mchumba, ile mtoto ni halali kuisha ndoa? Huyu swala lake, msichana hajaolewa akapata ujauzito. Je, huyu msichana baada ya kupata ujauzito anaweza kuolewa na yeye na ujauzito? Jawabu, ule ujauzito ni wa haramu na ndoa ni kitu cha halali. Haramu haiharamishi halali. Sijui umenifahamu hapa? Ile mimba ni ya haramu, ndoa ni kitu cha halali. Sasa ile mimba ya haramu haiharamishi kile kuwa cha halali, nao ni ndoa. Mwanamke alopata mimba ya haramu anafaa kuolewa na mwanamume yoyote. Wala hatuwezi kusema kwa mwanamume yule alomtia mimba, kwa sababu hatufai kusema huyo amemtia mimba mpaka yeye mwenyewe akubali. Waila unaweza kupigwa mboko katika Uislamu ukimwenda pale. Lao mimi ni shekhe na sharia ya Kiislamu, ukaja na mtoto wa kiume ukasema